Yaani mimi hakuna habari zilizonipa furaha, zikanipa matumaini kama hizi za Wema Sepetu kujifungua mtoto wa kiume. Yaani hamna habari zingine zinazonipa matumaini, zinazonifariji, zinazonipa taswira yangu ya kesho. Yaani zinanipa taswira kamili. Jinsi na mimi Mungu kesho atanijibu kama hizi za Wema Sepetu. Yaani mimba ya Wema Sepetu ilivunja rekodi. Mtoto wa kiume wa Wema Sepetu amevunja rekodi. Na kwa mara nyingine ametuongezea imani. Kwa mara nyingine ametufariji. Kwa mara nyingine ametupa matumaini. Yaani ni mtoto wa baraka. Yaani Wema Sepetu baada ya miaka ya kukejeliwa, baada ya miaka ya kutukanwa, baada ya miaka ya kutengwa, baada ya miaka ya kuachwa, Mungu ameamua kumheshimisha, Mungu ameamua kumsimamisha. Yaani hapa Mungu amejidhihirisha kwamba yeye hashindwi na jambo lolote lile. Japokuwa sisi tunamwekea Mungu mipaka ama tunamwekea Mungu limitations, kwake yeye hamna limitations. Hakuna jambo ambalo Mungu analishindwa. Ni ile tu sisi tunamwekea mipaka ama tunamwekea limitations. Na ukisha mwekea Mungu limitations, anaweza asikufanyie zaidi ya ile limitation ulimwekea. Sasa hupaswi kumwekea Mungu limitation. Haijalishi ni miaka mingapi umekuwa tasa. Wema Sepetu aliitwa tasa la taifa. Anaamka asubuhi anawapostia content. Anatafuta video mzuri pale. Anawapostia pale Instagram. Inspirational quote. Lakini nyinyi watu tu mnamtusi. Mnamwambia tasa la taifa. Unalipi la kutuambia? Eti pia wewe unajua kupeana advice. Hiyo ni comment ya mtu niliwahi soma pale kwenye page yake Wema Sepetu. Yaani comment ya aibu sana. Lakini Mungu ni Mungu anayefuta zile aibu. Anafuta zile matusi. Alafu anakupatia mwanzo mpya. Kuna kitabu kinasema kwamba Mungu anarejesha ile miaka iliyoliwa na nzige. Mungu huwa anarejesha miaka. Nishawahi kutazama interview yake Wema Sepetu alipokuwa anajikatia tamaa kabisa. Akasema mimi niko 35 na wala siwazi kwa wakati huu kwamba nitawahi pata mimba. Yaani hapo alikuwa amejikatia tamaa kabisa. Tena ni uamuzi alikuwa ameweka. Nilisikia kwa baby shower yake alikuwa amesema yeye ikatokea kwamba alikuwa ameapa kwamba ikatokea na mimba, labda hata angeitoa. Kwa sababu kukubaliana pia eti Mungu amekubariki kwa huo wakati itakuwa ni ngumu sana. Lakini Mungu ameshaamua kwamba ninakurejeshea miaka yako. Mungu akishaamua kwamba wakati huu, safari hii najidhihirisha mimi mwenyewe na wala simtumi malaika. Ipo miujiza tu, Mungu akikutendea huwa ashuki mwenyewe. Kwa sababu ni muujiza tu wa kawaida. Anaamua kumtuma Angel Gabriel to deliver your blessing to your door. Lakini kuna ile miujiza ambayo Mungu anaweka kila kitu kando. Anaweka kazi yake kando, anajiweka, anaacha kila kitu, anasitisha kila kitu. Ndio sasa ashuke mwenyewe akajibu. Mmeona vile huu muujiza wa Wema Sepetu umeongelelewa sana. Yaani watu wameuzungumzia, watu wameupiga. Kuna wale wanasema Wema Sepetu ulimtoa mtoto kwenye labu. Ni sayansi hiyo. Ni kisayansi hicho. Wema Sepetu haukubeba ile mimba. Yaani hata baada ya kuona evidence, mimba ya Wema Sepetu akiwa ameibeba,
hata kule kwenye baby shower bado watu hawaamini. Mimi sijui watu wanataka pia mate. Yale mate aliyokuwa anatema pale akiwa mjamzito. Labda hiyo ndio evidence watu wanataka kuona. Niliona mwingine pale akisema Wema Sepetu, hivi wewe ulifanyiwa operesheni ama ulimzaa huyo mtoto wa kwako kawaida? Yaani watu hawaamini kwamba bado watu hawaamini Wema Sepetu kabarikiwa na mtoto. Sasa huo ndio muujiza mimi ninaoitaka. Ninataka muujiza kama huo. Na Mungu akibariki hawezi kubariki hivi hivi. Yaani Wema Sepetu umekuwa ukizungumziwa hii miaka yote. Umedhalilishwa hii miaka yote. Umetengwa hii miaka yote. Tena hadharani, umetukanwa hadharani. Yaani unataka kuniambia Mungu akijibu, atajibu peusi peusi tu? La hasha. Mungu wetu anajibu peupe. Yaani Mungu anashuka na miguu miwili. Anashuka mwenyewe. Ngurumo za radi. Dunia imetikisika. Kwa wakati huu Wema Sepetu amejifungua. Jamani, dunia imetikiswa mahali. Dunia imetikiswa. Kuna wale watu hawaamini. Wengine wamesema ni majini. Wengine wamesema ni kwenye labu. Yaani katika ile mazungumzo tu, endelea kukuwa confused. Lakini sisi muujiza tumeshauona. Tumeshauona na we are very grateful and we are so happy. It's amazing, man. Wema Sepetu, sisi Kenya tunakusherekea. Achana na Watanzania wenzako wenye hawataki kukusherekea. Sisi hapa tumefurahia muujiza wako. Yaani mimi Mungu amenifunza mambo mengi kutoka kwa Wema Sepetu. Jambo la kwanza, kwake Mungu hakuna kitu kama kuchelewa. Hakuna jambo kama kuchelewa. Ndio unaweza kuwa umeona umechelewa. Mimi sijui ni kwa lipi umechelewa. Wewe unajua mwenyewe ulipochelewa. Lakini nikwambie hata hapo ulipo hujachelewa. Mungu anajua vile anataka tu kukujibu. Mungu atakujibu na wala haujachelewa. Shida ni ile tunamwekea Mungu michakato. Yaani Mungu, mimi ili unibariki, lazima ufuate process fulani. Ili mimi Mungu unibariki, lazima ufuate mchakato fulani hivi. Unasahau kwamba yeye ni Mungu. Kwake hakuna kuchelewa. Mungu hawai wala chelewi. Na njia zake ni sawa. Atafuata ile njia nataka. Mungu akitaka kwenda kushoto, na basi ataenda kushoto. Japo wewe unataka Mungu apitie kulia, Mungu atapita tu kushoto. Mungu akitaka apitie kwenye dirisha, hawezi pita kwenye mlango vile wewe unataka. Sasa wewe mchakato wako ni yule Mungu akubariki kupitia kwenye mlango. Lakini Mungu anataka kubariki kupitia kwenye dirisha. Ndio watu washangai kidogo. Watu waseme wewe ni Illuminati kidogo. Watu wakuite majini kidogo. Wakulinganishe na dhehebu fulani hivi. Sasa hivyo ndivyo Mungu anabariki. Lakini shida yetu tunamwekea Mungu michakato. Yaani mimi Mungu ukinibariki. Sana hao watu wenye wako kwenye ndoa sana. Yaani mkitafuta mchumba unamwambianga Mungu characteristics. Uko na list ya kwako pale. Yaani Mungu anaiangalia hadi anashangaa. Tall, handsome, nataka mume mwenye anakupenda, anavaa hivi. Unakuanga na list refu. Yaani list yako ni ndefu sana hadi Mungu anaiangalia hivi anashangaa. Wewe unajua mimi ndio ninayechagulia watu kweli? Inawezekana hiyo list uliyoiandika hakuna hata tabia hata moja utakayepata kwa yule mtu Mungu amekuletea. Mungu anakuchagulia. Kama wewe umesarenda, Mungu ana mazoea ya kukuchagulia. Unamwambia eti Mungu, mimi Mungu nataka nipate mtoto tena kisichana hivi. Baada ya kuwa tasa, nataka unibariki na mtoto msichana. Yaani niwe nikimsonga, niwe nikimpeleka kwenye saluni kama wengine, niwe nikimweka makucha.
Lakini Mungu anaangalia ile miaka umepoteza. Anasema la hasha. Mimi sikupi msichana ng'oo. Nakupa mtoto mvulana. Atakayeendeleza kile kizazi cha kwako. Lakini kwa sababu wewe uko obsessed na yule mtoto msichana. Unamtaka bado yule mtoto msichana. Lakini Mungu atakupa kile anataka, sio kile unataka wewe. Hilo ndilo nimejifunza. Tena wakati wa Mungu ni sahihi. Tusiwe na mazoea ya kucomplain. Shida tunacomplain sana. Mungu kwa nini hivi? Kwa nini hili? Hili likitokea bado unamquestion God kwa nini hili? Yaani hivi unataka kuniambia Mungu ni mjinga? Mungu sio mjinga. Mungu anajua lile anafanya. Yaani hata ipite miaka mingapi. Hata uone umechelewa kwa miaka mingapi. Bado haujachelewa. Kwa Mungu hawai wala chelewi. Hakuna kuchelewa. Na akijibu huwa anajibu the right time. Mungu ana majira yake pia. Why you rushing God? Unataka kubariki leo. Shida yetu tunataka tuzaliwe Monday, tukue Tuesday, alafu Wednesday eti wewe ni bosi. Yaani kwa Mungu haifanyiki hivyo. Mungu ana mchakato wa kwake. Lazima upitie kwenye process. Yaani kama Yusufu alipitia kwenye process tena ngumu sana. Yaani hivi unafika hadi unakataliwa na ndugu zako. Jamani mimi ningekuwa Yusufu hata singe survive. Yaani ndugu zako wanakukataa, ndugu zako wa damu. Hao ndio wanapanga njama hata ya kukuua. Lakini kwa sababu Ruben anakupenda hata kama ni kaka yako. Anawaambia hapana jamani tusimuue. Wanasuggest hapo hivyo vitu ambavyo wanataka kukupoteza kabisa ama njia itakayo kupoteza kabisa. Lakini kwa sababu Mungu anakupenda, bado Mungu haruhusu wakuue, wanakuuza. Tena pale penye unaenda unateseka. Yaani yule mke wa Potifa anakuwekelea kwamba unataka kumfanya nini? Jamani hilo jina. Tena isitoshe pale ukapelekwa gerezani pale. Sasa hapo ndio muujiza wako ulishuka pale gerezani. Yaani huyo mchakato, unaona sasa mchakato wake Mungu. Unaona process yake Mungu vile ilivyo uchungu. Lakini sisi hatutaki hiyo process. Yaani tunataka process rahisi tu. Leo mimi nikazaliwa, kesho nikaenda shule, kesho kutwa nikamaliza, nikapata kazi ya kwangu, nikapata hela za kwangu, nikapata mali za kwangu, nikapata mchumba wa kwangu. Yaani hiyo process. Hiyo ni process ambayo tumewekea Mungu. Yaani sijui niite process ama. Kuna tu mkondo umewekea Mungu. Mkondo fulani hivi. Yaani ili Mungu akubariki. Yaani Mungu fuata huu mkondo ili unibariki. Lakini Mungu ana mkondo wa kwake pia. Tujifunze. Alafu kitu kingine nimelearn. Jamani, tushangilie watu wengine. Kama kweli sisi tunataka kushangiliwa pia.